Pasaka. Na ngaliomba tafadhali utulie ili ufate maneno nitakayozungumza jioni ya leo. Na sababu hatungiaki siku ya 5, nitajaribu kuhubiri ujumbe wa siku ya 5 na siku ya leo, na baadaye nafikiri Mungu atatusaidia. Siku ya 5 ni siku ya Yesu kusulubiwa. Kuwa msalaba, misumari amepigiliwa upande, akakata roho, akafa. Lakini leo ni siku ya ufufuo. Sema amen. Leo ni siku ya ufufuo. Kwa hiyo Yesu yu hai. Japo tunasherekea, lakini yeye yu hai. Kwa hiyo wewe Mkristo, ukiwa umekosa vitu viwili hivi, utakuwa vile wanasema mkiingereza umemiss point. Lengo ya maisha ya kiroho ya Kikristo utakuwa umepoteza. Au uko highway, una exit, unapotea. Kwa hiyo lazima ujue msalaba, na lazima mimi na wewe tujue ufufuo. Msalaba kama vile Wakorintho wa kwanza sura ya 1 na mstari wa 18 nasema, kwa sababu neno la msalaba wao wanaopotea ni puuzi, bali kwetu sisi tunayofanya nini? Tunayookolewa ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu. Mathayo 28 inaeleza kaburi ni wazi, amefufuka. Lakini kuna neno moja pale. Malaika alisema hivi, Maria Magdalena na Maria yule wa pili. Biblia inasema kulikuwa tetemeko. Malaika alishuka, akaviringisha jiwe, akaikalia. Na Yesu alipofufuka, hawa wakina mama wawili walipoenda, walisema, msiogope, kwani mnamtafuta aliyesulubiwa. Hayupo hapa leo. Sema amen. Hayupo hapa leo, amefufuka. Ngaliomba sasa msomaji atusomee kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 11. Chukue microphone. Injili ya Yohana sura ya 11 na mstari wa 35. Chukua microphone, some na kanisa tusimame tafadhali, baadaye tutakaa. Ni maneno matatu tu, tusimame. Soma, chukua microphone, tusome. Injili ya Yohana 11 na mstari wa 35. Inasema nini? Tunasoma katika jina la Yesu. Sikiliza tafadhali, tutulie, tusikilize maneno ya Mungu. Inasema nini? Maandiko yanasema Yesu akalia machozi. Amen. Amen. Tukae chini. Yesu akalia machozi. Yesu akalia machozi. Mimi nimeshawahi kulia. Nafikiri sio mzoefu sana wa kulia. Mimi ni mgumu kutoa machozi. Lakini mimi na wewe tunajua sababu na kipindi gani kenye tunatoa machozi au tunalia. Hapa inaeleza habari za Lazaro. Lazaro, mtu wa Betania,
Alikuwa na wadada wawili, Martha na Mariamu. Na sitaeleza sana sababu muda umeishaenda. Nataka tuende kwa haraka juu nimalize somo yangu ya leo. Lakini wakati Yesu alipoambiwa habari kuwa Lazaro hajisikii vizuri au anaumwa, na habari ilipofuata nasema sasa Lazaro amefariki. Msome sura yote utaelewa kuna maneno mazito. Lakini sasa Yesu akaambia wanafunzi wake, akasema sasa lazima tuende Betania. Walikuwa Yerusalemu, Biblia inasema ilikuwa karibu maili 2, na asema sasa tutaenda huko, Lazaro amelala. Lakini wanafunzi wake hawakuelewa lugha amelala. Na mwisho baadaye akawaambia Lazaro amekufa. Kwa hiyo twende huko. Na alipofika huko, alikuta kwa kweli Wayahudi kuna mkutano mkubwa. Kama vile kawaida mtu akipotea, watu wanakusanyika kufariji, na Yesu naye akakaribia pale. Na alipofika, Biblia inasema Mariamu alienda kumpokea, Martha naye walienda kumpokea. Utasoma hizo habari. Na ndipo walipofika walimwambia neno hili: Bwana ungalikuwa hapa. Bwana ungalikuwa hapa, ndugu yetu asingalifariki. Bwana ungalikuwa hapa, ndugu yetu asingefariki. Na Yesu akauliza, umemtia wapi? Na wakati walipouliza umetia wapi, akamwonyesha. Lakini habari iliyofuata sasa ikawa yuko siku 4 kaburini. Yuko siku 4. Nyama imeisha oza, nyama haina uhai tena. Sasa utafanya nini? Yesu akasema mimi ndiye ufufuo. Dada zake Lazaro akasema tunajua wewe ni ufufuo, lakini sio sasa hivi. Wakati utakapokuwa ufufuo ndipo Lazaro naye atafufuka. Yesu akasema mimi ndiye ufufuo. Hapana, tunajua ule ufufuo wa siku za mwisho. Historia hapa inaeleza jinsi mwanadamu alivyoshindwa kutambua Yesu ni mwana wa Mungu na yeye ndiye ufufuo. Yesu ni mwana wa Mungu na yeye ndiye ufufuo. Na wakati Yesu alipokaribia, Biblia ukisoma historia, alijifanya yeye ni rafiki, alijifanya yeye ni ndugu, na akafika pale. Kwa hiyo mwana wa Mungu anajifananisha na mwanadamu. Sasa yeye anasema mateso yako ni mateso yangu. Sema amen. Na ndiyo sababu akauliza Lazaro uko wapi? Lakini hawakuelewa. Na ndipo sijui wewe unawazaje. Biblia inasema alipoona Martha na Maria wana huzuni, na akaangalia mahali penye Lazaro amewekwa, Yesu akalia machozi. Yesu akalia machozi. Soma kitabu cha Luka 19 mstari wa 41. Biblia inasema laiti ungalijua. Yesu pia analilia Yerusalemu. Laiti ungalijua. Kwa hiyo hapa Yesu naye akalilia mji wa Yerusalemu. Luka 19:41. Akalilia Yerusalemu. Wewe usome hizi habari katika historia ukisoma mwaka wa 70 baada ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, watu waliopotea katika mji ya Yerusalemu kulikuwa 1,000,000. Wakaaji waliuawa, na Yesu mateso ikamwingia, huruma ikamwingia, mioyo imepotea, na ndipo akalilia mji wa Yerusalemu. Mioyo imepotea,
yenye haimjui Yesu Kristo. Mioyo imepotea yenye haikupokea wokovu. Mioyo imepotea, na ndipo Yesu akalia. Kwa hiyo historia ya Lazaro ni somo ya siku ya leo. Yesu peke yake ni ufufuo. Hakuna mwingine bali ni Yesu peke yake. Na mimi na wewe tuamini kuwa Yesu ni ufufuo. Na neno ya kwanza ni kuwa sisi tunapenda kumtilia Yesu mipaka. Yesu tunamtilia mipaka. Tafadhali tutulize watoto, waambie wanyamaze, wanafanya fujo sana. Tafadhali. Tunamtilia Yesu mipaka. Unatoa hapa wakina Mariamu, wakina Martha walimwambia ingalikuwa uko hapa. Na wakati mimi na wewe tunaanza kufanya ingalikuwa. Hapana, hawezi mwambia Yesu ingalikuwa. Tayari yeye ameshakwambia mimi ni ufufuo, ni imani tosha. Sema amen. Ni imani tosha. Lakini ingalikuwa, maana yake ingalikuwa wewe ni wa kale si wa leo. Sio maana yake. Wewe ni wa jana si wa leo. Wewe ni wa mwaka jana si wa leo. Lakini Yesu anasema mimi ni ufufuo. Hapana, tunajua siku utakapokuja. Hapana leo. Siku utakapokuja. Hapana. Lakini Mkristo leo amini, baada ya Lazaro kuwa siku ile kaburini, Yesu alisema kwa sauti kubwa, Lazaro toka nje, Lazaro njoo hapa. Na Lazaro akatoka kaburini. Sema amen. Lazaro akatoka kaburini. Wanadamu wana mahesabu, yuko siku 4, lakini hakuna kisichowezekana. Yesu akitoa sauti, amka na wewe na mimi tutamka. Kwa hiyo hakuna ya kusema ingalikuwa, hapana, bali tuamini tu. Ukisoma Wafalme wa kwanza 12 na mstari wa 12 sura yote, ni habari za taifa ya wana wa Israeli waliopigana na kabila nyingine inaitwa Waaramu. Na kabila hiyo walifanya vita na taifa ya wana wa Israeli. Ninataka nikutolee historia kwa kifupi. Taifa ya wana wa Israeli walipopigana walikuwa milimani. Walikuwa milimani. Na sababu walikuwa milimani, walipopigana na kabila ya Waaramu walipata ushindi. Na ndipo wale Waaramu wakaanza kusema hawa watu wameshinda sababu walikuwa milimani. Kwa hiyo sisi na sisi tufanye mpango, vita itakayokuja si watu wapi? Mabondeni. Kwa hiyo tutafanya nini? Tutawashinda. Na ndiyo yale maneno ya Mariamu na Martha, ingalikuwa. Mwanadamu sisi hatuna cha kuwazia Mungu. Hautampangia Mungu mpango. Wewe ni Mungu wa milima, sio Mungu wa mabonde. Mungu wa Israeli ni wa milima, si wa mabonde. La sivyo. Ukisoma Biblia inasema walipojaribu sasa kupigana na taifa ya wana wa Israeli, ushindi ulikuwa kwa wana wa Israeli. Sema amen. Kwa hiyo Mungu si wa milima wala mabonde. Mungu anabaki Mungu. Na utampigia Mungu mahesabu, bali Mungu ndiye anakuwa na mawazo juu yako na juu yangu. Sio mimi na wewe tuanze kufanya yale mawazo, hapa. Na ndiyo sababu hapa mimi na wewe ni kufanya nini? Ni kuamini tu. Basi inatosha. Kwa hiyo Mathayo 27 mstari wa 46, na Biblia inasema ni kama saa 9
Yesu alipaza sauti, alilia akisema Eloi Eloi lama sabakthani. Alipaza sauti akilia. Mathayo 27. Machozi, alilia machozi. Mathayo 27:46. Yesu alilia, na wakati alipokuwa msalabani na alistahimili mateso ili dhambi zako na dhambi zangu zipate kuangamizwa. Na hapo kuna kitu yenye nataka nikwambie. Misumari ilikuwa inamshikilia hadi saa yenye alikata roho. Hadi saa yenye alikata roho. Na sababu alilia, Mungu hakumsikilia huruma, sababu mwanangu shuka kwenye msalaba, la sivyo. Alibaki hapo ili afanye nini? Arizishe hasira ya Mungu, na kwako wewe na mimi tupate uponyaji. Sema amen. Ili mimi na wewe tupate uponyaji wa dhambi. Kwa hiyo Kristo Yesu huwa msalaba na kufa na kufanya wewe na mimi kupata haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Luka 22:3 na mstari wa 34 inasema hivi, akalia, Baba uwasamehe, hawajui watendalo. Baba uwasamehe, hawajui watendalo. Msamaha ni kwako na msamaha ni kwako. Kuna watu wamoja wenye napambana nao, ukienda kuongea naye, mimi sitakuja kule kanisani tena. Sitakuja kabisa, sitakuja. Kwanza nakusamehe sababu mimi naenda kanisani. Nakusamehe sababu mimi ni Mkristo. Nakusamehe sababu ya hivyo. Msamaha ni kwako na kwangu. Hapana kusema nakusamehe sababu. Hapana, msamaha kwanza ni kwako na kwangu. Sababu Yesu pale msalabani alikuwa kwa ajili yako na mimi. Na tumesamehewa dhambi sababu Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwa hiyo msamaha ni uponyaji wa maisha yetu ya kiroho. Msamaha ni kwa ajili ya mimi na wewe tuhesabiwe haki. Na ndiyo sababu ukisoma Luka 18 mstari wa 18, kulikuwa yule kijana tajiri alimwendea Yesu. Alisema, nifanyeje ili nirithi ufalme wa mbinguni? Nataka nitoe point tu yenye alisema ili nieleze ujumbe wangu. Alisema, nenda ukauzishe vitu vyako vyote, baadaye unifuate. Kwa hiyo kata kamba na vitu vya dunia. Sema amen. Na kama wewe hautakata kamba na vitu vya dunia, bado hautapokea msamaha na hautamfuata Yesu. Tutakuwa katika orodha hapa, come to Jesus, mko watu wangapi? 200. Lakini je, umekata kamba na ulimwengu ili mimi na wewe tufuate Yesu? Kata kamba na dhambi ya kuiba, na ndipo hapo tutajua kumfuata Yesu. Kata kamba na kitu chochote kinachofanya iwe kwazo, na ndiyo mimi na wewe tutamfuata Yesu. Na njia mojawapo ya kukata na vitu vya ulimwengu ni kujua Yesu alikufa msalabani, na unapokea na unakiri kwa kinywa chako, wewe ni Bwana na Mwokozi wako. Sema amen. Na ndiyo dawa tu ya uponyaji, na ndiyo dawa tu ya kusamehewa. Swali sasa kwako na mimi, je, kuna mfukoni mwako muko nini? Mfukoni mwako muko nini? Pengine sijui unabeba nini, lakini pengine unabeba misumari. Ukiwa na misumari mfukoni,
Nataka nikupe mfano. Leo hii kama unafuata taarifa ya habari, kule Kenya Community College katika mji wa Garissa, Waislamu bako Orani walienda huko wakaingia kwa internat, na walipoingia pale walikuta wanafunzi na walikuwa na lugha yenye walikuwa wanasema, na ile neno sijui mkiarabu inasemaje, nataka nikwambie tafsiri ya Kiswahili. Walikuwa nauliza, wewe ni Muislamu? Ukisema ndio unapona. Wewe ni Muislamu? Hapana, mimi ni Mkristo. Wanakuua. Ukisoma taarifa ya habari, waliua Sakarmseti, wanafunzi 147 walikufa. 147 waliuawa. Kwa hiyo sasa nataka nikwambie hivi, angalia jinsi maovu inavyoendelea. Inapanda kwa ngazi ya juu. Lakini mimi na wewe nakuuliza, je, wewe una misumari mfukoni? Ndio swali. Je, wewe una misumari mfukoni? Pengine utasema mimi si Muislamu, mimi si ISIS, sawa. Lakini una misumari mfukoni? Misumari yanaumiza ndugu yako na misumari yanakuumiza wewe. Na shabaha ya Yesu kuwa kule msalabani, ile mwili wake ulishikiliwa na misumari, na huko aliteswa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Je, una misumari mfukoni? Kuna hali ya ulimwengu wa leo, maovu yanaendelea kuongezeka. Na sababu nasema hivi ni sababu, je, wewe unasimama imara? Unasimama imara? Na kuna hali ingine leo hii yenye inakuja, nataka nikwambie. Utasema Waislamu tu, kuna wengine leo hii wanaitwa wakei. Si mnaofahamu au ndoa ya siku ya leo. Ifuate vizuri Mkristo. Juu uko mbele utaelewa kenye namaanisha haya yote. Mwanamke na mwanamke wanaoana, wanaume na wanaume wanaoana. Na hii yote ni dhambi inaendelea kuongezeka, na itafika wakati hakutakuwa kontrole ya dhambi tena. Na hawa watu asili yao wakienda kwenye duka, ufate taarifa ya habari kule Indiana, kuna habari za ajabu ya hao magei. Wakifika, na hakuna matajiri hapa Marekani kushinda wagei, wakikusupport utakuwa rahisi. Na wakija dukani, kitu ya kwanza watakwambia nitengenezee keki. Na wao ukisema hapana, watafanya nini? Wataita watu duka yako wataunguza, au watakupeleka mahakamani. Unifuate vizuri. Tunasema Waislamu, ona wingo ingine ya uasi inakuja. Na wakifika pale, wewe Mkristo utasimama je? Msimamo wako utakuwa je? Kuna wamoja wenye wanasimama wanasema, mimi sitakupatia kitu kufuatana na imani yako, mimi sitafanya hiki kufuatana na hiki. Lakini sawa, lakini wewe na mimi tunasimama wapi? Tunasimama wapi? Na hivi vitu vyote vinatusonga. Na sisi tunajua msalaba ni nguvu. Tunajua msalaba ni nguvu. Je, utasimama kwenye imani yako sababu unajua msalaba ni nguvu? Na Yesu tutamjuaje? Yesu tutamjua sababu alisulubiwa na alikufa, na baada ya siku 3 akafufuka. Na ndipo hapo wanakuwa msimamo wako unapaswa kueleza vizuri. Wagei wao wanakuja kutetea dhambi ili kukubaliane nao. Mimi ni gay, wewe ni Mkristo, na mimi ni gay na dini yangu. Kwa nini usikubali dini yangu? Na sababu wewe Mkristo unasimama kwenye ukweli. Sasa anaanza nini? Anaanza kukutetemesha. Na wakati wewe unalegea katika imani,
unaenda. Tusimame imara, na hivi vitisho viko usoni vinatupaa na vinakuja. Ni imani yako inayosimama kuwa Bwana Yesu Kristo alisulubiwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, na siku ya leo yu hai. Kwa hiyo wokovu wangu, hata watu waseme ingalikuwa, hata watu waseme Mungu ni wa bonde na mamilima, lakini Mungu wako ndiye Mungu wa kweli. Mungu wangu ndiye Mungu wa kweli na habadiliki kamwe. Amen. Yesu alisema mimi ni ufufuo, hakuna mwingine. Haiko Muhammad, haiko rais wa nchi, haiko mtu yeyote maarufu, bali Yesu pekee ndiye ufufuo. Na wale wanaomwamini, alimwambia Lazaro, njoo, simama, na alitoka kaburini. Na ilikuwa muujiza. Bwana asifiwe. Ilikuwa muujiza. Sisi hatuna lolote, bali tunayo ya kuamini tu. Hatuwezi tia formula ya mwanadamu tena wala elimu, la sivyo, bali ni kuamini. Lakini hawa watu wote wanakuja, watakwambia maneno ya dini. Dini yangu inafanya hivi, dini yangu inakubali kubariki wageni, dini yangu inakubali kuchangachanga tu vitu hivi, dini yangu inakubali, imani yetu inasema hivi. Hapana, imani yetu, Yesu alisema mimi ni ufufuo. Kwa hiyo imani yetu inasimama juu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, na yeye pekee ndiye ufufuo. Bwana asifiwe. Hakuna mwingine. Watu walishakuwa na maarifa mengi ya kuandika, na wanakuambia wanaandika, wanakuambia kubali hiki. Na ndivyo wageni wanakuja, nikubali mimi Kristo, nikubali una wewe kukubali imani yangu. Mwambie Yesu ni ufufuo, unakubali hivyo, na akikataa mwambie kwaheri. Mwambie kwaheri. Na siku ya leo ni siku yenye ulimwengu wa leo ufate historia. Watu wanalenga injili izimike. Na sababu injili ipotee ni nini? Ni sababu sisi tunatangaza ukweli na tunakemea dhambi. Ndiyo Matendo ya Mitume sura 6. Tutaenda kusoma kunyumba. Matendo ya Mitume sura 6, ukianza mstari wa 8 hadi sura ya 7 na uishie mstari wa 59 au 60. Inaeleza habari ya Stefano aliyekuwa amejaa neema na nguvu. Na ukienda kule chini inasema alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Na Stefano, yeye, ukisoma kitabu cha Biblia inaeleza habari ya msimamo wake, jinsi alivyokuwa anaeleza habari za Bwana wetu Yesu Kristo, na anasimama katika imani yake mbele ya Wayahudi, na akiwaambia hizi habari za kweli za ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ukisoma huko, Stefano anaanza kuambia habari toka Ibrahimu hadi habari za Bwana wetu Yesu Kristo. Na ukisoma hapo kuna habari nzuri sana. Lakini Biblia inaeleza hivi, wakati inapofika mstari wa 51 akaanza sasa kukemea dhambi. Huko mwanzo anawaambia taifa ya wana wa Israeli ilianza hivi. Mungu alimuita Ibrahimu. Baada ya Ibrahimu ikawa Isaka. Isaka hii ndio walienda Misri. Walikaa Misri wakakombolewa. Musa akawa kiongozi. Lakini mstari wa 53 na ndipo akaanza kuambia, nyinyi wenye mioyo migumu. Biblia inasema walikasirika.
walikasirika, sema umemsulubisha Yesu. Walikasirika. Soma hizo habari. Walifanya nini? Walimsulubisha Yesu. Na wakati alipokuambia hizo habari, Biblia inasema walianza kufanya nini? Kuchukua mawe na kumpiga. Tulifuate sasa. Tusomee Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 7, 59 hadi 60 tu. Nataka tusome hapo, baadaye ndio tuendelee. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 59 mpaka mstari wa 60. Na ndipo sasa hapo kulitokea nini? Stefano walimpiga mawe na kulitokea nini? Tusome ndugu. Nasema ni 59. Maandiko yanasema hivi. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya, akalala. Asante. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Stefano anapigwa mawe. Alikuwa kwenye magoti akiomba na akasema, usiwahesabie haya yote wanaotenda. Kwa lugha nyingine, wao wamenipiga mimi mawe, lakini Mungu wa mbinguni usiwalaumu. Sema amen. Usiwalaumu. Pengine angalikuwa mimi, ningaliambia grand frère, na grand frère angalimwambia beau-frère yake, na beau-frère yake angalirudilia kwa mjomba. Sijui kisi na kuaka Kwa nini? Ili ile chuki fanye nini? Iendelee kudumu. Sababu yule mwenye amenipiga mimi, watu wataanza kubeba ushuhuda. Unaona huku fulani tu alimuua fulani, lakini Stefano alikuwa akiomba na akilia akafa. Na baada akasema, hawa wote usiwalaumu. Wamefikiri mimi nimekufa, lakini kumbe nimepata uzima wa milele. Na ukisoma hapo juu sasa, inasema hivi, wakati alipokuwa akiwa katika mateso, aliona mbingu inafunguka na akamwona Bwana wetu Yesu Kristo anakaa mkono wa kuume. Sema amen. Katika mateso, haikuwa katika raha kula machike, alikuwa katika mateso. Na ndipo akaona mwana wa Mungu, mwana wa Adamu anakaa mkono wa kuume wa Mungu. Kwa nini mimi na wewe tusiamini Yesu yu hai? Amen. Na akasema, usiwalaumu, usiwahesabie makosa haya. Wangalijua siri ya ufufuo, nao wangalikubali maneno